Alama moja haiwatoshi. Tumejisikia vibaya mno. Hii ni mechi ambayo tulikuwa tunapaswa kuchukua alama 3. Kwa hiyo kuchukua alama moja, hatuwezi kukaa hapa na kuanza kujisifia na kupongezana. Sisi sio klabu ya kufurahia sare. Kwa hiyo tumepambana, tulitaka alama 3 kwa bahati mbaya na bahati kwao. Wamepambana, wamepata sare. Sawa. Mimi nataka nikuulize, mitandao sasa hivi imeibua mjadala mpya. Tunajua ligi inaendelea lakini mwishoni mwa msimu timu zinaboresha vikosi vyao. Sasa hivi kile unapopita ni Kelvin Nation na leo hajaonekana kabisa kwenye mechi lakini pia kwenye benchi. Tunataka kusikia kutoka kwa sababu ni msemaji wa Pamba. Kuna chochote ambacho kinaendelea kwamba Nation ya kuhusishwa na Simba ni kweli ama ni propaganda? Na kwa nini hakuwepo kwenye mchezo wa leo? Kelvin Nation Naftali ni mchezaji wa klabu ya Pamba Jiji. Kutokuwepo kwenye mchezo wa leo ambaye anasema awepo ama asiwepo ni Francis Baraza ambaye ni kocha mkuu wa timu yetu na wasaidizi wake. Inawezekana aliumwa, inawezekana kile ambacho mwalimu alikihitaji kuelekea kwenye mechi hakukiona, inawezekana ni maamuzi mengine ya kiufundi, inawezekana ni sababu za kiuongozi. Kwa sasa hivi hapa Zai na Muksini mmenishtua kidogo, ndo nimekumbuka. Sasa ndo nashangaa kumbe yote haya tumeyafanya kumbe na Nation ya kuwemo. Yaani sasa hizi ndo mmeniambia kwamba kumbe Nation ya kuwemo. Sasa baada ya nyinyi kuniambia hapa, nikimaliza tu hapa na wauliza uongozi wanipe majibu sahihi kwamba kwa nini Kelvin Nation ya kuwemo. Kwa zikiwa ni sababu za kiufundi nitasema, zikiwa ni sababu za kiuongozi pia nitasema kwa nini Kelvin Nation ya kuonekana leo. Kwa hiyo lakini kama ikitokea timu ikamhitaji mpo tayari kumuuza. Si mcheza mpira huyu. Sisi sio Nation. Timu yetu wako wachezaji wengi. Kwa hiyo inawezekana umesikia tu ya Nation kumbe taarifa ziko nyingi. Lakini kwa sababu umenipa ya Nation, mimi nitaifanyia kazi na nitakupa exclusive. Anahusishwa na Simba. Hii hapa hii. Kuunganisha doti kwamba huenda labda kwenye kipengele cha mazungumzo labda leo asiwepo. Sasa nikisema hapa nitakuwa nadanganya. Kwanza nitakuwa namkosea heshima mchezaji, lakini pia nitakuwa na zikosea taasisi mbili huku ambako anatajwa na kwetu, kwa sababu sijapewa official statement. Kwa hiyo nikipewa taarifa kamili juu ya Kelvin Nation, wala msiwe na shida yote, mimi nitawaambieni. Lakini kwa sasa hivi sijajua kwa nini Kelvin Nation hakuonekana kwenye mchezo wa leo. Ila Muksini umenistua. Kwa nini? Yaani yote haya kumbe Kelvin Nation Naftali mkata umeme wa nchi hakuwemo. Una imagine sasa hivyo alivyokuwa anarukaruka angekuepo mwanaume hapa. Bana. Peleka taarifa. Sisi Pamba Jiji tumeondoka kinyonge. Haya bwana, pole. Asante sana. Kwa nini tunakuwa hivi? Vumbi leo. Kula chuma hicho. Machungu ni mengi tu, mimi naumia sana kupata goli. Kwa majina naitwa Victor Joseph almaarufu kwa jina la ISMC sauti ya Simba. Shabiki wa Simba kindaki. Yes. Kilichoniuma zaidi mimi ni matokeo ambayo yamekuwa matokeo ya kikatili. Kwa maana Simba tumepata goli zuri chap lakini goli lile limerudishwa kwa haraka sana na kwa uzembe wa ukuta pamoja na kipa. Maana jamaa amejipanga kama anapiga wawili, mmoja katokea nyuma chap kaipiga, kipa ana hili wala lile kwenye nyavu. Timu bado ikiwa inacheza, naamini kama inapata matokeo, ikawa na mpira wa taratibu na nini. Makocha pia wamekaa kwenye viti, sio wamesimama wanatoa maelekezo, wanakuja kusimama baadaye mpira umeisha. Imeuma hiyo, imetuuma. Namba 9 asilia huenda kai imewaangusha wana Simba. Hiyo pia inachangia, lakini hapana, kwa sababu washambuliaji wanavyoshambulia Libasege huku Aula Chama wanatosha kufanya kazi, lakini Simba inakuwa na mpira ambao wa kujiamini sana na makocha anakuwa amekaa kwenye bench. Hiyo ndio inatuuma mashabiki. Matokeo ya mwisho zile vurugu za hapa na pale japo hazijakaa sana, ila inauma. Mashabiki tu ni waombe pia wasiwe na haraka ya vurugu. Timu haijakosea hivyo. Matokeo ya kutoka draw nini pia wayapo. Leo Azam naye kapoteza, Yanga alipoteza jana. Na Simba tumepoteza. Ambalo gepu Simba alitakiwa litumie. Kwa hiyo kidogo hiyo mashabiki natuuma sana. Kama mnashindwa kuitumia ile gepu la mtani kupunguza alama. Hiyo ndio lilikuwa tatizo letu pia, ambalo sisi tukikosea wao wanapatia, lakini wao wakikosea sisi tunakosea. Kitazama performance ya kikosi, kuna moja imekuridhisha? Kikosi kilikuwa kiko poa, lakini namba 8 sikuelewa Mpanzu kucheza Libase pamoja na Aula kuwa na utata, lakini mpira ulienda. Ila baadaye ilionekana baada ya kufungwa lile goli timu kidogo pale iliharibu. Wewe ndio umeniambia kwamba mwezi wa 4, kwa hiyo wewe ndio unajua ratiba. Kwa hiyo kama unajua ratiba mwezi wa 4 mna mechi na Yanga.
na wakaribisha waje watatukuta. Mimi sina sababu ya kuambia wakashangilie tena na sare ya leo. Si walikata viuno baada ya sare ya watu na leo hapa si wamepata sare wakakate viuno tena, wawaambie watu wao. Si walijiposti wanakata viuno wakakate viuno tena. Nilizungumza jana kwenye press conference na mara zote mnakuwa nasema hii sio timu ya ahadi, hii ni timu ya mpira wa miguu. Sisi kazi yetu ni mpira wa miguu, tumecheza tumemaliza dakika 90, tunasonga mbele. Kwa hiyo hatuchezi kwa ajili ya ahadi. Hamchezi kwa ajili ya kupata chochote kwenye mechi tofauti. Kila mtu ana sehemu yake, anajua mshahara utaingia, tukishinda kama kuna bonus ipo. Kwa hiyo kwa nini tucheze kwa ahadi? Kwa hiyo kila mmoja anacheza kutimiza majukumu yake. Kwa hiyo tucheze kwa ajili ya ahadi ama bonus ya. Shukrani sana. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.